Hujambo ndugu mpenzi mtazamaji, na karibu sana katika kipindi hiki ambacho kinakuja kwako kila wiki. Kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia kutoka hapa Tosi TV Network. Na leo tena upo nami Baraka Tosi, na tutakuwa pamoja katika kuangazia somo la 4 katika mwendelezo wa mwongozo wa kujifunza Biblia robo ya pili mwaka 2026. Na kichwa cha somo kinasema nafasi ya Biblia. Kabla hatujaendelea, hebu tupate ombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, asante sana kwa kutupatia wasaa huu wa kujihudhurisha mbele zako ili tuweze kukusikia ukinena nasi. Fungua akili zetu tuweze kuelewa unachohitaji kutufundisha katika jina la Yesu Kristo. Amina. Fungu letu la kukariri linatoka katika kitabu cha Waebrania 4 fungu la 12. Nalo limeandikwa, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote, ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Hilo ndilo fungu letu. Juma hili tunaangalia Biblia. Biblia ina maana kiasi gani kwetu? Kwa nini tuichunguze? Nikianza kukuuliza swali, naamini una Biblia, lakini je, unaisoma? Leo umeisoma mara ngapi? Kwa wiki unaisoma mara ngapi? Au umeiweka tu katika kasha fulani au katika shelf ili iendelee kupigwa vumbi hapo? Hilo ni swali ambalo kila mmoja anatakiwa ajiulize. Biblia ni kitabu cha thamani sana ambacho kimelindwa kwa namna ya ajabu sana na Mungu. Kuna nyakati ambazo uongozi na utawala mbalimbali ulihitaji kuangamiza hii Biblia. Na kuna wakati, kuna kisa kimoja kinasimuliwa cha utawala fulani ambao ulikuwa ukipita nyumba baada ya nyumba kukagua Biblia, na ikikukuta una Biblia inaichukua na inaichoma. Lakini katika sehemu hiyo, nakala hii ya Biblia, mama mmoja alitengeneza mkate na akaiweka hii Biblia katikati ya mkate na akaioka. Kwa hiyo walipokuwa wakitafuta Biblia ndani mwake hawakukuta, lakini Mungu aliilinda hiyo Biblia na ikawa msaada na kuja kuchapishwa zaidi kwa ajili ya eneo lile. Biblia imelindwa kwa namna tofauti tofauti, lakini imeandikwa na waandishi tofauti tofauti. Kwa miaka zaidi ya 1000 ilikuwa Biblia ikiandikwa na waandishi tofauti tofauti. Je, Biblia ina kiwango gani maishani mwako? Umeipatia nafasi ipi katika maisha yako? Neno la Mungu lina nguvu, na hili ni jambo ambalo wengi hatujui, ya kwamba lina nguvu kiasi kwamba linabadilisha moyo. Na huu ndio utofauti mkubwa sana kati ya Biblia na vitabu vingine vyovyote vya kiada au kianafunzi ambavyo tunaweza tukawa tunavisoma. Maneno ya Biblia yanaposomwa yanabadilisha moyo, na hasa yakiongozwa na Roho Mtakatifu, hakika yanabadilisha mtazamo wa mtu kabisa. Lakini Biblia inatueleza kuhusu Mungu. Kwa yeyote ambaye anatenga muda na kuisoma kwa nguvu, hata acha kumfahamu Mungu kama alivyo, na taarifa nzuri kutoka kwa Mungu zitamfikia huyo mtu, na kwa hakika atabadilika matendo yake, atabadilika kifikra, lakini atabadilika kwa namna ambavyo anawasiliana na jamii yake. Juma hili tunaangalia vizuri kabisa ya kwamba Biblia ina nafasi gani katika maisha yetu, na kama ina nafasi ya mwisho kabisa, namna gani tunaweza tukatenga muda wetu kwa ajili ya kujifunza Biblia, yani kujifunza maneno ya Mungu kama yalivyoletwa kwetu kupitia Biblia. Na tutakuwa na mada kadhaa hapa. Tutaangalia Biblia kama silaha yenye nguvu zaidi, lakini pia tutaangalia maandiko na mamlaka, lakini pia tutaangalia ukweli wa Biblia. Tutaangalia madai ya Biblia, na mwisho kabisa tutaangalia hali ya moyo. Tukianza na silaha yenye nguvu zaidi. Shambulizi
kuu ambalo shetani amewahi kulitenda na ambalo anaendelea kulitenda dhidi ya mwanadamu ni kumfanya mwanadamu akose kuwa na muda au wasaa na Mungu. Shetani anapambana kwa namna yoyote kuhakikisha kwamba wewe, ndugu mtazamaji, unakosa wasaa wa kuongea na Mungu, wa kumsikiliza Mungu akinena nawe, akikueleza ufanye nini, usifanye nini, utende nini. Kwa sababu anaelewa utakapokuwa na wasaa wa kuongea na Mungu, utaweza kujua siri zake nyingi za udanganyifu. Kwa hiyo anafanya nini? Anafanya tuwe na ubize, kuwa na biashara ambazo zimesongwa, lakini kutufanya tusijali, lakini pia kutufanya tuwe wachovu. Tukihitaji kusoma Biblia tunakuwa wachovu, lakini pia tuwe na mashaka, tusiamini Biblia vizuri. Kwa hiyo tuwe na mashaka ambayo yatatufanya tuwe na ufahamu hafifu juu ya kuipenda Biblia, juu ya kutamani kuwa karibu na Biblia, juu ya kujifunza Mungu kupitia Biblia. Na anatumia kila njia kuzuia watu wasijue umuhimu au madini yaliyofichwa, yaliyowekwa katika Biblia. Kuna nukuu hapa ambayo natamani kuisoma kutoka katika kitabu cha Pambano Kuu ambacho kimeandikwa na Ellen G. White, ukurasa wa 448. Imeandikwa, shetani anatumia kila njia inayowezekana kuzuia watu wasipate ujuzi wa Biblia, kwa kuwa maneno yake ya wazi yanafunua uongo wake. Biblia ina maneno ambayo yanafungua udanganyifu wa shetani. Kwa hiyo shetani anafahamu kabisa kama utajikita kujifunza neno la Mungu, utajikita kusoma neno la Mungu, basi utafahamu udanganyifu wake wazi. Lakini jambo lingine ni kwamba shetani sio kwamba anaathiri tu uhusiano wetu na Mungu pale anapotuzuia tusijifunze au tusisome Biblia, bali anaathiri hata mahusiano yetu sisi kwa sisi. Na hii inasababisha ndoa kuharibika, ndoa kuwa na mifarakano, mahusiano ya kifamilia kuwa hafifu, watoto na wazazi kugombana, wazazi kuwafokea watoto wao pasipo maana yoyote. Hayo ndiyo shetani anayafurahia na ambayo anatamani yaendelee kuwepo katika maisha yetu kila siku. Kwa hiyo kwa namna yoyote anasababisha tusipende, tusiwe na wasaa wa kujifunza neno la Mungu. Hakikisha unamkimbia shetani kwa kutenga wasaa wa kusoma neno la Mungu. Na cha ajabu ni kwamba neno la Mungu unaweza ukawa hauna hamu, lakini unapoanza kulisoma mara kwa mara, hamu hiyo ya kulipenda neno la Mungu inaibuka na kuwa zaidi na zaidi. Sasa hebu tuangalie mada nyingine inayosema maandiko, yani mamlaka. Kuna maneno hapa natamani nisome hapa. Ya kwamba inapokuja kwa katika mafunzo binafsi ya Biblia, ni lazima tuwe waangalifu. Tusitazamie Biblia kutimiza makusudi ya maoni yetu ambayo si wakati wote yanapelekana na ya Mungu. Wengi wetu nimeona tukifanya hivyo na tukiingia katika mtego huo, ya kwamba tunaingia kujifunza neno la Mungu kwa sababu tunahitaji Biblia ikubaliane na mawazo yetu fulani ambayo tunayo. Kwa hiyo tunatafuta vifungu ambavyo vitasapoti hayo mawazo yetu ambayo mara nyingi ni ya dhambi. Kwa hiyo tunaingia tu kwenye Biblia pale ambapo tunahitaji Biblia itusapoti katika dhambi zetu. Sasa hilo ni jambo ambalo Biblia haipo hivyo. Biblia ni maneno ambayo yanatoka kwa Mungu kwetu. Tunapoingia kujifunza Biblia, tunamsikia Mungu akisema nasi kupitia hayo maneno, na sio kuingia kwa maazimio yetu wenyewe au kwa ujanja wetu wenyewe kutafutiza mafungu ili viweze kutusapoti katika uovu wetu. Hilo ni jambo ambalo tunatakiwa tuepukane nalo kabisa. Kwa lugha nyingine, hatutakiwi kuingia
kwenye Biblia tukiwa na mawazo yetu au maono yetu wenyewe, bali tunatakiwa tuingie kujifunza Biblia tukihitaji maono ya Mungu kwetu yadhihirike katika maisha yetu kama anavyohitaji sisi tujifunze. Ikiwa kwa kweli tunataka Mungu azungumze katika maisha yetu, ni lazima tuchukue Biblia katika ujumla wake na kutumia njia zinazofaa tunaposhiriki katika mafunzo ya Biblia kwa uangalifu, tukitumaini kwamba Mungu atafunua kile tunachokihitaji kusikia tunapohitaji kusikia. Hilo ni jambo la muhimu sana katika maisha yetu. Kwa hiyo kama tunahitaji kumsikia Mungu, yatupasa tufungue akili yetu, tuiache ikiwa wazi ili kuruhusu yale yote ambayo Mungu anahitaji tujifunze yaingie katika maisha yetu, na sio kuingia katika kujifunza Biblia tukiwa tumefunga milango, tukiamini kile ambacho tunakiamini ni sahihi kabisa katika maisha yetu. Kwa hakika Mungu anahitaji kujaza akili zetu kwa maarifa mengi ambayo yapo katika Biblia au yapo katika neno lake. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi kujitoa kikamilifu kuweza kumsikia yeye akinena nasi ili kuweza kutupatia mwanzo mpya wa maisha yetu. Mada nyingine inasema ukweli wa Biblia. Kwa miaka mingi watu wengi wamekuwa wakijaribu kuwafifisha ukweli wa Biblia. Kwa mfano mwaka 1960, katika miaka hiyo kulikuwa na wanazuoni wengi ambao walikuwa wanapambana kumtoa Mungu katika teolojia, yani elimu ungu. Teolojia ni elimu ungu. Kwa hiyo walikuwa wanahitaji kumfanya Mungu asiaminike kwa namna yoyote, lakini kwa namna yoyote Biblia haikuacha kutoa ule ukweli wake. Kwa mfano mnamo mwaka 2017 makala kuu ya gazeti la Time la nchi ya Marekani ilikuwa na kichwa kinachosema, je, ukweli umekufa? Na watu wengi walilifurahia kwa sababu wengi walitamani ukweli ambao unaaminika wa Biblia uafifishwe na usiwepo kabisa. Lakini jibu lililokuwa katika hilo swali la kichwa ambacho kilikuwa katika gazeti hilo la Time la nchini Marekani ilikuwa ni hapana, kwamba ukweli kamwe hauwezi kufa. Na jambo zuri ni kwamba Yesu mwenyewe anasema, mimi ni kweli, mimi ni njia ya kweli na uzima. Na fungu lingine linasema, ututakase kwa ile kweli, neno lako ni kweli. Neno la Mungu tunaambiwa halitapita kamwe, na kama halitapita kamwe, kwa hiyo neno la Mungu ambalo ndilo kweli, ambalo tunatakaswa na Yesu kupitia hilo neno, haliwezi kufa, haliwezi kuondoka, haliwezi kupotea. Na ninapenda neno la Mungu linasema, kamwe neno la Mungu halitapita kamwe. Yani halitakuja kwako pasipo kufanya chochote, litakuja kwako na kusababisha badiliko kubwa ambalo haujawahi kulitazamia. Kuna nukuu hapa ambayo natamani nisome kutoka katika kitabu cha Testimonies for the Church ambacho kimeandikwa na Ellen G. White, gombo la 5, ukurasa wa 704. Imeandikwa, kuna migodi ya ukweli ambayo bado haijagunduliwa na mtafiti mwenye bidii. Tunaweza kuchunguza ili kupata nuru ya ziada kwenye Biblia, kwa sababu kamwe Biblia haikinzani na ukweli wa wakati uliopita, ila badala yake inajenga kila sehemu ya ukweli huo. Biblia inajenga kila sehemu ya ukweli uliopita. Na kwa hivyo kuna kweli au kuna mgodi. Unaposema kuna mgodi, maana yake kuna vitu vya thamani sana kwa wale wanaojitoa kikamilifu kuwa watafutaji wasiochoka kujifunza Biblia kwa mioyo yao. Na kwa hakika kwa watu ambao wanajitoa kikamilifu kujifunza Biblia, Mungu ameahidi kuwapatia Roho wake ambaye atawafunulia, kuwaonyesha kweli yote iliyo katika Biblia. Sasa hebu tuangalie madai ya Biblia. Huenda unajiuliza ya kwamba
Ndiyo, ninasoma Biblia sana, lakini ni nini ambacho kitatokea katika maisha yangu, katika familia yangu, katika nyumba yangu kama nitaisoma Biblia kikamilifu, ili nianze kuisoma kikamilifu kuanzia sasa? Zaburi 119 fungu la 11 inaeleza swala hili. Tukianza na fungu la 105, imeandikwa, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia yangu. Lakini fungu la 11 inasema, moyoni mwako nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Jambo la kwanza, neno la Mungu ni taa. Neno lako ni taa ya miguu yangu. Neno la Mungu ni taa ambayo itatuongoza kamwe tusije tukadondoka katika shimo tuwapo gizani. Na kwa hiyo hata kukiwa na giza kiasi gani, kwa sababu tuna neno la Mungu, litatuangazia njiani na kwa hakika hatutaweza kuanguka. Lakini jambo lingine ni kwamba tunapoliweka neno la Mungu moyoni mwetu, kamwe hatutatenda dhambi. Na ndio maana hapa kitabu cha Zaburi 119 fungu la 11 tunaambiwa, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Utakapoliweka neno la Mungu katika moyo wako, kwa hakika itakuwa ngumu sana kupata ushawishi wa mwovu shetani ili uweze kutenda dhambi. Lakini zaidi ya hapo, tunaambiwa katika Waebrania 4 fungu la 12 ya kwamba neno la Mungu ni upanga, na si upanga tu, ni upanga unaokata kuwili. Nini ambacho tunajifunza katika haya mafungu matatu ambayo nimeyasema? Hata uwe na mzigo mzito kiasi gani katika familia yako, katika nyumba yako, kama unasoma neno la Mungu kwa nguvu, hautafanana na yule mtu ambaye hasomi kabisa neno la Mungu. Kwa sababu namna ambavyo utafanya maamuzi, namna ambavyo uta approach au utakabiliana na changamoto au stress au woga ambao unakutana nao, itakuwa ni nzuri na njema sana, kwa sababu neno la Mungu limekaa ndani yako na Roho wake anaongoza mawazo yako na anaongoza namna unavyofikiria na namna unavyofanya maamuzi. Lakini kama utakuwa mbali na neno la Mungu, kama utaamua usisome neno la Mungu, maamuzi yako yatakuwa ya kimwili tu, ambayo mara nyingi yanakuwa sio sahihi. Upanga wenye makali kuwili una nguvu na ni mkali, lakini Biblia inaweza kufanya kile ambacho zana za kibinadamu haziwezi kufanya kwa ajili ya nafsi ya mwanadamu. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema. Kwa hakika maneno ya Mungu ni roho na tena ni uzima, na ndivyo ambavyo Yohana 6 fungu la 63 inavyosema. Inaandika kwamba maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Ndivyo Yesu anavyosema na alivyokuwa anasema kwa wanafunzi wake. Lakini hatuishii hapo. Daudi yeye mwenyewe anaeleza ushuhuda juu ya maneno ya Biblia yalivyo. Anasema, hii ndiyo faraja yangu katika taabu yangu, ya kwamba ahadi yako imeniuisha. Biblia imejawa na ahadi nyingi kwa wale ambao wanazihitaji, na kwa hakika utakapozipata hizo ahadi utasema kama Daudi alivyosema, faraja yangu i katika taabu yangu, ya kwamba ahadi yako imeniuisha. Kwamba hata katika taabu utakuwa na faraja, kwa sababu ahadi za Mungu zitakuuisha. Ikiwa una njaa ya roho, ikiwa unajiona hauna furaha kabisa moyoni na hauelewi kesho yako, hauelewi wakati ulionao ukoje, fungua Biblia, isome. Kwa hakika utagundua mambo mengi ambayo Mungu anakuhitaji ufanye. Kuna nukuu hapa ambayo natamani nisome kutoka katika mwongozo wetu wa kujifunza Biblia. Inasema, inaleta maana kwamba mtu aliye na nia ya kiroho iliyofunguka ataelewa mambo kwa namna tofauti sana asomapo Biblia kuliko mtu ambaye nia yake imefungika. Kwa maneno mengine ni kwamba unapoingia katika kuisoma Biblia ni lazima uwe umefungua moyo wako, kama nilivyosema katika mada nyingine za awali. Na jambo lingine ni kwamba
Unaweza ukasoma vitabu vingi sana vya kiada, vya filosofia, vya kisaikolojia na vingine, lakini kama hautasoma Biblia, upeo wako hautawafikia wale ambao wanaisoma Biblia, kwa sababu wengi wanaosoma vitabu sana wanafikia kupotea na kusahau kabisa kwamba kuna Mungu, na wengine wanakiri kabisa ya kwamba hakuna Mungu. Lakini kama utaisoma Biblia kwa moyo wako wote, huku ukiwa umefungua moyo wako ili uweze kusikia maneno ya Mungu, hata wakati mwingine kama ni machungu, basi moyo wako utakuwa tayari kupokea kile ambacho Mungu anahitaji ukifanye katika maisha yako hapa duniani, na zaidi ya yote kukueleza namna ya kutenda. Tunapoelekea mwisho kabisa, kuna nukuu hapa ambayo natamani niisome kutoka katika kitabu cha Ellen G. White, Elimu ya Kweli, ukurasa wa 211 na 212. Imeandikwa, ni jambo moja kuichukua Biblia kama kitabu chenye mafundisho ya maadili mema, kukisikiliza pale tu linapoendana na wakati na hali yetu duniani, na ni jambo lingine kutambua neno hilo kama hakika neno la Mungu aliye hai, neno ambalo ni uhai wetu, neno lipasalo kutawala matendo yetu, maneno yetu na mawazo yetu. Kulichukulia neno la Mungu kama chochote kilicho tofauti na pungufu ya hivyo ni kulikataa, na kulikataa huko kwa watu wanaodai kuliamini ndicho chanzo kikuu cha kutokuamini na kukosa maadili kwa vijana. Mungu atusaidie tutenge muda wetu kuichunguza Biblia kama tunahitaji kuwa na maadili mazuri, lakini pia kama tunahitaji kuwa na upeo mkubwa wa kumfahamu Mungu na kujiandaa kwa ajili ya ujio wa Kristo mara ya pili. Mungu akubariki sana, na hili ndilo somo letu katika juma hili. Naamini kuanzia leo utasoma Biblia na kuichunguza kwa nguvu yako yote. Mungu akubariki sana. Tupate ombi. Baba yetu mtakatifu, asante sana kwa ukuu na wema wako. Tunashukuru kwa kuwa umetupitisha katika kweli za Biblia, kujua namna ambavyo neno lako ni kweli. Tusaidie tutende mapenzi yako, tufanye kile ambacho unahitaji tukiishi, katika jina lako Yesu Kristo. Amina.